Watukufu wa Islam, ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na baada ya kumtakia ziada ya rahma na amani Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunatakiwa tumche Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio mmiliki wa siku ya mwisho, yaumul qiyama. Kila kitu kitakuwa chini ya mamlaka yake. Sisi pamoja na kuzunguka katika ulimwengu tuliokuwa nao, lakini tufahamu mwisho wa yote ni kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala mafarara, wala hakuna makimbilio yoyote. Tuzunguke tutakavyozunguka, tutembee tutakavyotembea, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio wa mwisho, tutakutana naye na yeye ndio atakayetuhesabu kwa yale ambayo tuloyafanya hapa duniani. Kikubwa ni kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumetangulia kuisoma aya. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, enyi wale ambao walioamini, mcheni Mwenyezi Mungu. Kwanza kabisa Mwenyezi Mungu anatuelekeza tumche yeye. Lakini la pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia, waltandhur nafsun ma qaddamat lighad, nafsi iangalie imetanguliza kitu gani kwa ajili ya kesho. Ghad, ama kesho. Kesho ipi? Kesho yauma sabti, kesho siku ya Jumamosi, ama kesho ipi alokusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Makusudio ya Mwenyezi Mungu ya kesho ni yaumul qiyama, yaumat taghabun, yaumal hasrati wan nadama, yaumal qariya, yaumal haqa, yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim. Hii ndio ghada aliyoikusudia Mwenyezi Mungu, ama ndio kesho aliyoikusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni siku moja, lakini ina majina mengi 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 mengi. Limadha? Kwa nini iwe na majina mengi? Ni kwa sababu ya matatizo, misukosuko itakayopatikana ndani ya hiyo siku ya Kiyama. Mungu ameita ni siku ya mkusanyiko, siku ya kisimamo, lakini ni siku ya hasara na majuto. Ni siku ambayo nyoyo zitagongana, siku ambayo mabega haya tuliokuwa nayo kutokana na ile hofu ya hiyo siku yatagongana yenyewe kwa yenyewe kwa nyuma, yakikutana haya mabega tuliokuwa nayo. Lakini ni yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim. Ni siku ambayo wewe hata kama ni bilionea ulimwengu mzima unaongoza kwa mali, lakini mali yako haitokusaidia chochote siku hiyo. Una watoto 2000, 3000, mpaka unapigiwa historia kuwa na watoto wengi, hawatokusaidia chochote siku ya Kiyama hao watoto wako uliokuwa nao. Illa man ata Allah biqalbin salim, ila yule atakayerudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwa na moyo uliosalimika, alojisalimisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ndo atakayekuwa na salama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya maneno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia tukiwa bado tuko katika ulimwengu, bado pumzi tunazo. Anatufahamu sisi wanaadamu tulivyo, kwa sababu yeye ndo ametuumba. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Inshiqaq anatuambia sisi wanaadamu, baada ya kutuona ametuumba akatupa neema nyingi sana, neema mbalimbali, lakini tukao tunazisahau hizo neema, tukaingia kufanya yale ambayo tunayaamua kuyafanya kwa nafsi zetu, japo tunafahamu haya si katika maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu anatuambia, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadha famulaqi. Mwanadamu, hakika wewe unamfanyia Mola wako vitimbi vikubwa, vitimbi vingi, lakini mwanaadamu, kumbuka ipo siku utakutana na huyo unayemfanyia hivyo vitimbi. Unamfanyia vitimbi vya kila aina Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, si katika yale alokuelekeza, lakini fahamu ipo siku
utakutana na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Yule bwana aliyosema wenye akili ni wanne, al-uqalau arba, wenye akili ni watu wanne tu. Mmoja katika hawa wanne ni yule ambaye anayefahamu ipo siku atakutana na Mungu wake subhanahu wa ta'ala, ili amhesabu kwa kile ambacho anachokifanya katika mgongo wa ardhi. Huyu ni moja katika wale wanne wenye akili, anayejua Mwenyezi Mungu yupo, asimsahau Mwenyezi Mungu kwa kukumbuka kwamba ipo siku mimi nitakutana na Mola wangu, nihesabiwe haya ambayo ninayafanya katika mgongo wa ardhi. Huyu ni katika miongoni mwa wenye akili. Sasa Mwenyezi Mungu anatuambia tumche yeye, lakini nafsi zetu ziangalie zimetanguliza kitu gani kwa ajili ya kesho, siku ya Kiyama. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun, na mcheni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakupeni habari, atakusimulieni, atakuonyesheni yale yote mlioyafanya katika mgongo wa ardhi hii. Huyu ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuangalia, lakini ipo siku Mwenyezi Mungu atatupa yote ambayo tulioyafanya. Ndio siku ya Kiyama, mtu atakuja kushangaa katika maandishi ya kitabu chake, anakabidhiwa kitabu chake, anaambiwa iqra kitabaka kafa binafsika alyawma hasiba, kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Anaambiwa soma mwenyewe kitabu chako, yaliyomo ndani ya hicho kitabu chako ni yale ambayo wewe mwenyewe umeyafanya kule duniani. Sasa mtu ataanza kuchambua kitabu chake, kila akipitia aliyoyafanya mema na mabaya, mema na mabaya, atakuta kosa dogo sana ama atakuta jema dogo sana. Alilidharau lile kosa ama alilidharau lile jema, lakini analikuta katika kitabu chake ni mahfudh, limehifadhiwa. Anasema baada ya kuona haya aliyoyaona katika kitabu chake, mali hadha alkitab la yughadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Hiki kitabu ni kitabu cha maajabu gani? Ni kitabu cha aina gani? Hakijaacha chochote, hata kama ni dogo kiasi gani, lakini hiki kitabu kimehifadhi. Anakumbushwa, ameona kile ambacho alichokifanya, pengine alikifanya akakidharau, akaona hiki ni kidogo sana, lakini siku ya Kiyama anakikuta ndani ya kitabu chake. Kwa hiyo chochote unachokifanya cha kheri cha shari, hata kama ni kidogo, wizani wa dharra, lakini siku ya Kiyama utakikuta ndani ya kitabu chako. Hiyo siku ndio siku nzito sana. Tunayakini ipo hiyo siku, lakini bado hatukai tukajiandaa vilivyo kwa ajili ya hiyo siku. Mtume sallallahu alayhi wasallama siku moja akakutana na Ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar bin al-Khattab amekutana na Abdullah, akamshika mabega yake. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anamshika Abdullah bin Umar, kisha akamwambia ya ibn Umar, kun fi dunya kaannaka gharibun au abir sabil. Mtoto wa Umar, nakupa wasia, yani katika maisha ya hapa duniani ishi katika hii dunia kaannaka gharibun au abir sabil, kana kwamba wewe ni mgeni, umefika mahala wewe ni mgeni, sio mahala pako pa kukaa hapo, ni mgeni, unataraji muda ukimalizika wa ugeni wako urudi kule ulikotoka. Au abir sabil, ama ni mpita njia tu. Mpita njia yote anapofika mahala akasema ngoja nipumzika kidogo, hawezi akabweteka pale kwa sababu bado hajafika pale anapokusudia. Sasa Mtume anamwambia mtoto wa Umar maneno haya, kun fi dunya kaannaka gharibun au abir sabil, kuwa katika hii dunia kama mpita njia ama mgeni. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu alipotoka pale
baada ya kupokea ile maneno mazito ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, kila aliyekutana naye alimfikishia ule ujumbe kwa Mtume kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama. Lakini Abdullah bin Umar radhiallahu anhu, yeye alikuwa anaongezea ya kwake, akimwambia idha asbahata fala tantadhir almasa wa idha amsayta fala tantadhir as-sabah wa khudh min sihatika limaradhika wa min hayatika limautika. Kwa anamuongezea, anamwambia baada ya kumwambia kun fi dunya kaannaka gharibun au abiru sabil, kuwa katika hii dunia kama mpita njia ama msafiri tu. Lakini pia anamwambia uhai uliobaki nao, uhai uliokuwa nao sasa hivi utumie vizuri kabla hujakutwa na umauti. Lakini afya nzuri uliokuwa nayo sasa hivi itumie kabla hujapitwa na maradhi. Nafasi uliokuwa nayo ya uwezo itumie sasa hivi kabla hujapatwa na ufukara. Haya yote Ibn Umar anamlingania mwenzake kwa kupata yale maneno mazito kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama. Maneno yale yote ni umum, sio khasu kwa wale tu, hapana. Pamoja na sisi yale maneno bado tunatakiwa tuyatumie. Tunatakiwa tufahamu hapa duniani sisi ni wasafiri ama sisi ni wageni. Kuna mahala petu makhasus tunatakiwa tutarudi pale mahala, napo sio pengine. Ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadi, hiyo ghadi ndio mahala petu pa marejeo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da almaut, mwenye fikra salim, mwenye akili timamu ni yule ambaye mwenye kuitenda nguvu nafsi yake kisha akafanya lile litakalomsaidia yeye baada ya kuondoka katika uhai dhalili aliokuwa nao, uhai wa hapa duniani. Huyu ndio mwenye akili timamu. Lakini mwisho Mtume akamalizia akasema, mwenye kushindwa, mtu ambaye hana akili nzuri, hana akili timamu, ni yule ambaye mwenye kufata matamanio ya nafsi yake, watamanna ala Allahi al-amani. Lakini pamoja na kufata matamanio ya nafsi yake, hataki kuswali, hataki kufanya jema lolote, ye kazi yake ni fitina na uchonganishi, bado tamanna ala Allahi al-amani, bado mtu pamoja na kuwa na akili zake timamu, lakini eti anatamani kesho awe na fungu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akasema huyu ni mtu ambaye hana akili, ni mjinga katika wajinga, yeye ndio yuko juu ya wajinga. Hailazimishi nafsi yake kufanya mema. Inna nafsa la amaratun bisu, nafsi siku zote, moja katika sifa ya nafsi ni kuamrisha mabaya. Nafsi hata kutoa sadaka tu, nafsi inakwambia subiri kwanza, mwenzako sasa ametoa, kwani lazima wewe utoe? Lakini huyo mwenzako, yeye nafsi inakwambia mwenzako katoa, man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha, anayefanya jema aifanyia nafsi yake, anayefanya uovu aifanyia nafsi yake pia. Nafsi inakwambia mwenzako katoa, kutoa kwa mwenzako hakukunufaishi wewe, unatakiwa utoe ndio unufaike wewe mwenyewe. Lakini nafsi inakwambia wametoa sana, subiri utakuja kutoa siku nyingine. Siku nyingine ipi? Ayu yaumin hii, hiyo siku nyingine ni ipi? Atudrikuhu hiya yaum, utafika hiyo siku ambayo nafsi inakwambia utatoa siku nyingine? Bila shaka hujui kama utafika hiyo siku, lakini nafsi ndo inakwambia wametoa wengi sana, wewe acha usitoe, itende nguvu. Wakati nafsi inakwambia usitoe, ingiza mkono kwa lazima mfukoni, toa sadaka, kwa sababu wewe mwenyewe utanufaika. Hiyo nafsi inayokuambia usitoe ndo itakayonufaika yenyewe baada ya kifo. Sasa tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini tuangalie ndugu zangu Waislamu, tunafanya kitu gani kwa ajili ya kesho? Lau ukaondoka leo hii kuelekea akhira, hebu kaa chini, tafakar, halafu jiulize, mimi lau naondoka leo, tangia alfajiri nimefanya kitu gani? Nini nilichokifanya tangia alfajiri? Nimeswali alfajiri, nimesoma Qur'an, nimeleta jirani gani tangia alfajiri mpaka hapa nilikofika? Lau nikaondoka hapa, mimi naenda kusimama na kipi mbele ya Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala? Alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da almauti,
maneno yenye falsafa ya hali ya juu sana ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenye akili timamu ni yule mwenye kuitenda nguvu nafsi yake akafanya lile litakalomsaidia yeye baada ya kuondoka katika uhai huu dhalili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia wamal hayatu dunya illa mataul ghurur, ni maneno ya uhakika. Uhai tuliokuwa nao huu wa dunia ni starehe za uhadazi tu, na mara nyingi yote tunayoyafanya ya kipuuzi ni dunia ndio inatudanganya tufanye hivyo. Ukisaidiwa na nafsi yako mbaya, nafsi siku zote ukikaa inakuelekeza kufanya mabaya, basi unatakiwa wewe mwenyewe uikemee hiyo nafsi, uikanye hiyo nafsi. Iulize nafsi yangu, hukumbuki kama utaondoka katika hii dunia? Nafsi yangu, unanielekeza huku, hujui kama kesho utakutana na Mola wako, utahesabiwa hiki unachotaka kukifanya? Kaa ihadithia nafsi yako yatakayojiri siku ya Kiyama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Ali Imran ama sura nyingine, Mwenyezi Mungu alipotuambia inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albabi la dalalatin lidhawil uqul, hakika kuumba mbingu pamoja na ardhi, tofauti baina ya usiku na mchana. Wakati mwingine mchana unakuwa mrefu, usiku ukawa mfupi, mara nyingine usiku ukawa mrefu, mchana ukawa mfupi. Mwenyezi Mungu anasema kuumba mbingu na ardhi na hii tofauti ya usiku na mchana, la ayatin, ni mazingatio, ni dalili, ni alama. Lakini ayatun liman, ni dalili, ni mazingatio kwa nani? Sio kwa kila mtu. Mwenyezi Mungu anasema la ayati liulil albabi, ni mawaidha, ni mazingatio, lakini kwa wale wenye akili. Man humul uqala, wenye akili akina nani alokusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mwenyezi Mungu anawapambanua. Je, wenye akili alokusudia ni mtu mwenye degree, ni mtu nani, profesa, ni dokta? Mwenye akili yupi? Msikilize Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, halafu jiulize katika hao wenye akili alokusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe umo? Kwanza akasema alladhina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, wale wanaomtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakiwa wamesimama, wanamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakiwa wamekaa, wanamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika matandiko yao. Mtu amelala lakini anasuhubiana na jina la Mwenyezi Mungu, anamtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, zile adhkari za kulala mpaka usingizi unamkuta. Hawaishi hapa, wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi, halafu wanafikiria jinsi Mwenyezi Mungu alizoziumba mbingu pamoja na ardhi. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wan nahar la ayatin li ulil albabi. Hao mabwana baadaye mwisho yote yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi, wanafikiria jinsi Mwenyezi Mungu alivyoziumba mbingu pamoja na ardhi. Wanakuja kukuta uweza, nguvu za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanapotazama angani wanaambiwa kuna mbingu 7, lakini wakiangalia wanaona kitu kimoja tu. Lakini kuna mbingu 7 na kila mbingu inajitegemea, haingiliani na mbingu mwenzake. Lakini wewe ukitazama juu unaona kitu kimoja tu. Mwenyezi Mungu katika suratul Mulk anatuambia, elekeza jicho lako mbinguni, hal tara min futur, hebu tazama juu. Je, utaona kuna tofauti? Utaona kuna mianya? Utaona kuna mipaka? Lakini Mungu huyo akakwambia tena, farji'il basara karratain yanqalibu ilayka albasaru khasi au huwa hasir,
Rudia tena, pengine mara ya kwanza umetazama kwa wasiwasi, hebu rudisha tena jicho lako, zitazame mbingu. Utatazama kadri utakavyotazama, pamoja na vyombo, utatumia vyombo utazame mbinguni, lakini jicho lako litakurudia wewe, halijaona tofauti ya aina yoyote, limekata tamaa na kuona aina yote ya tofauti. Wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi, na wanafikiria jinsi Mwenyezi Mungu alivyoziumba mbingu pamoja na ardhi. Itazame ardhi jinsi Allah subhanahu wa ta'ala alivyoitandika. Unatembea katika mgongo wa ardhi, hautetereki, hudondoki, hufanyi chochote, lakini angalia hiki kipande alichokitandika Allah subhanahu wa ta'ala. Amekutandikia wewe, haja kutandikia wewe ulete ufisadi katika mgongo wa ardhi, haja kutandikia wewe ulete chuki ndani ya mgongo wa ardhi, haja kutandikia wewe ulete matatizo ndani ya mgongo wa ardhi. Amekutandikia kwanza iwe ni ibratan laka, ni mazingatio kwa wewe uitazame hii ardhi imetandikwa. Bila shaka yupo mtandikaji wa ardhi hii. Limadha, kwa nini ameitandika hii ardhi? Utajua ameitandika hii ardhi mimi nisiwe na kibri. Wala tamshi fil ardi maraha, mtu anatembea katika mgongo wa ardhi anajiongoa, anatakabbar, anaona mimi ndio mwenye nguvu, mimi nina uwezo wa kufanya lolote, mimi nina uwezo wa kutengeneza fitina aina yoyote ile. Haijatandikwa ardhi kwa lengo hilo, ndugu yangu Muislamu. Ardhi imetandikwa ili upate mazingatio, wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi, upate kuzingatia hii ardhi imetandikiwa mimi ili nirudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, nikumbuke neema za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Isingekuwepo hii ardhi, ningekuwa wapi mimi? Kama si hizi mbingu kuwekwa mbali na mimi, leo hii ningeishishije katika mgongo wa ardhi mimi? Kama jua kuwa mbali lisingekuwa mbali na mimi, ningeishishije katika mgongo wa ardhi? Haya yote tunatakiwa tukae tufikirie. Sasa hawa wanaomtaja Mwenyezi Mungu ambao ndio wenye akili aliokusudia Mwenyezi Mungu, wakiwa wamesimama, wamekaa, wapo kwenye matandiko yao, wakafikiria kuumba mbingu pamoja na ardhi, mwisho baada ya kutafakar wakajikuta wao la haula lahum wala quwwa, hawana nguvu zozote, hawana hila zozote, hawana ujanja wowote, hawana uwezo wa aina yoyote. Wanarudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wakisema, rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Mola wetu, hujaziumba mbingu hizi pamoja na ardhi hivi tu bila mradi wowote. Bila shaka kuna makusudio maalum ambao uliokusudia kuumba hawa viumbe wawili, mbingu pamoja na ardhi. Utakatifu ni wako wewe Mola wetu, qina adhaban nar. Tunachokuomba kwako wewe Mola wetu, tukinge sisi, tunusuru sisi na adhabu ya moto wa Jahannam. Hao mabwana ni baada ya kukaa chini wakafikiria, mtu akaona mimi sasa la mafarali, sina pa kukimbilia, lazima nifanye nitakavyofanya, nitakutana na Mola wangu subhanahu wa ta'ala. Sasa kama Mola ndio ukayafanya haya aliyofanya, la haula li wala quwwa, sina hila zozote mimi, sina ujanja wowote mimi, wowote isipokuwa uwezo na ujanja na kibri anao Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, mcheni Mwenyezi Mungu na nafsi zenu ziangalie zimetanguliza kitu gani kwa ajili ya kesho. Kesho siku ya Kiyama, siku ambayo ni nzito, siku ambayo haifananishi na siku ya aina yoyote katika siku za hapa duniani. Allah subhanahu wa ta'ala, sisi umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametupendelea. Yani mtu unafanya lolote unalolifanya, kubwa liwe kubwa kiasi gani, katika mabaya makubwa kiasi gani, wallahi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakuacha, anakuambia, anasema, mja wangu huyu nimemleta katika waja wa mwisho kabisa, katika umma wa mwisho kabisa, umma ambao ni dhoful hal, umma ambao ni madhaifu, umri wao ni mfupi, lakini hawana nguvu, muda wao wa kuishi ni mfupi. Anasema nimwache, kesho anaweza akarudi kwangu mimi akakiri yale ambayo aliyoyafanya nikamsamehe.
Lakini wallahi fursatun dhahabia tulioipata kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kucheleweshwa, ya kupewa muda, sisi bado tunaitumia vibaya. Mtu anapoamka akiwa na afya yake nzuri, amepumua vizuri, amekunywa chai yake vizuri, akashiba, hakumbuki kuna wenzake wanaletewa aina ya vyakula mahospitalini, lakini havipiti katika vinywa vyao, havipiti katika makoo yao. Yeye anakula, amekula vizuri, bado hamkumbuki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ni kupanga mipango mibaya, ndo anazidi kupanga mipango mibaya. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aina nadhhabu ya ayuha almuslimun? Wapi tunaelekea ndugu zangu Waislamu? Turudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ndio kimbilio letu, hakuna kwingine pa kukimbilia zaidi kukimbilia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tujitahidi kufanya amali zilizokuwa nzuri. Tumalizie hutuba yetu na kuelezea utukufu wa mwezi tuliokuwa nao wa Muharram. Ijumaa iliyopita tulielezea mambo matatu takriban hivi. Kwanza, mwezi huu ndio mwezi aliokolewa Nuhu alayhi salatu wasalam, alishuka katika ile safina. Lakini mwezi huu ni mwezi ambao Nabiullahi Musa alayhi salatu wasalam alinusuriwa na vitimbi vya Firauni laanatullahi alayhi. Lakini pia mwezi huu ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwakuta Mayahudi pale Madina wanafunga yauma Ashura, Mtume akawaambia, nahanu ahakum bih, sisi tuna haki ya kulifanya hili kwa sababu Musa tuko naye karibu sana, kwa sababu Musa ni Muislamu nasi ni Waislamu. Baada ya kuelezewa na Mayahudi, alipowauliza kwa nini mnafunga siku hii, wakamwambia tunafunga kwa kukumbuka siku alipofanya nini, aliponusuriwa mtume wetu Musa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitoka Misri. Faida nyingine ndani ya mwezi huu ndio mfungo ambao moja katika vipenzi vya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama alipatwa na kadhia mbaya sana. Sayyidina Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum. Hussein ni moja katika wajukuu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wenzetu Mashia mpaka wanaadhimisha kuuliwa kwa Hussein bin Ali bin Abi Talib. Sasa tuelezee kilichompata Hussein katika mfungo huu. Ni mfungo wa majonzi kwa sababu ya mjukuu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kukumbwa na kadhia mbaya ya watu wa pale Iraq. Hussein alitoka Madina akaja Iraqi kuja kuendeleza dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akakaa muda aliokaa Iraqi, lakini kama ilivyokuwa baadhi ya binadamu, watu wanakuja kufikia hatua wakamchukia tu mtu hivi hivi. Basi walimchukia Hussein, wakamchukia kweli kweli. Hussein baada ya kuona ile adha imezidi pale Iraqi, akaamua isiwe shida, kwa nini nisirudi kwa babu yangu kule, mimi sijafukuzwa. Akaamua kurudi zake wapi? Akaamua kurudi zake Madina. Akaenda Madina, akaendelea na maisha yake. Hao mabwana wa Iraki waliomkimbiza huyu bwana, ambao waliokuwa wanamtengenezea kila aina ya fitina, wakasema haitoshi, yule bwana ataendelea na maisha kule, tufanyaje? Wakatengeneza mbinu nyingine ya kumwandikia barua, wanamwambia sasa, wanajinasibisha na wale watu wema, wanamwambia Hussein, umetukimbia, ulipoondoka hapa Iraki hakuna mtu wa kutuelekeza sisi katika mambo ya khairi. Kesho tutakushtaki mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kesho tutakushtaki kwa Mwenyezi Mungu, umetukimbia, hakuna mtu wa kutuelekeza maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hussein anaipata ile barua, alitumiwa barua ya kwanza, wanamtaka arudi, akaipuuzilia mbali. Barua ya pili akaipuuza, ya tatu sasa wakasema ngoja tutie neno la kwenda kumshtaki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakaandika hayo maneno,
Alipoisoma ile barua, Hussein alitetemeka mwili mzima. Kesho nasimamishwa katika kesi mbele ya ahkamul hakimina, hakimu wa mahakimu ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kesi hii mimi siwezi, afadhali nirudi Iraqi. Akafungasha yeye na familia yake, wakaondoka Madina, wanarudi zao Iraqi. Watu wa Iraqi waliomwandikia barua walipopata taarifa Hussein kashatoka Madina anarudi, wakajipanga kwa lengo la kuja kutaka kumdhuru Hussein bin Ali bin Abi Talib. Wakajipanga tayari. Na kweli Hussein anaingia Iraqi, amembeba mtoto wake mchanga. Yule mtoto ndo alilengwa kwanza na mshale, akiwa katika mikono ya Hussein bin Ali bin Abi Talib. Baada ya mtoto, kilichofuata ni nani? Ni Hussein mwenyewe, akauawa pale Iraqi kwa dhulma. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya chuki tu. Sasa fitna hizi walimtengenezea yule bwana, walimtengenezea kwa sababu ya chuki, kwa sababu ya hasadi, kwa sababu ya nini? Ule uadui tu, ufisadi tu ndani ya mgongo wa ardhi. Nini alichowakosea Hussein bin Ali? Hakuna chochote alichowakosea. Alikuja kwa ajili ya kusimamia neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini binadamu tumeumbwa tofauti. Mtu anaweza akamchukia tu na anajua kabisa hili ninalolifanya Mungu hajanielekeza, na wala mtume ambaye ndio dira yangu, mtume ambaye ndio natekeleza, ndio natetea sunna zake, hajanielekeza nilifanya hili, lakini kwa sababu nafsi yake ndio imemtuma kufanya hivyo, mtu anafanya. Hajalishi kesho siku ya kiyama, ameiweka kwanza pembeni. Wewe kiyama kaa pembeni kwanza, acha mimi nifanye yangu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah waltanzur nafsun ma qaddamat lighad. Leo ndugu zangu Waislamu, tuondoke na aya hii, ittaqullah waltanzur nafsun ma qaddamat lighad. Mcheni Mwenyezi Mungu na nafsi iangalie imetanguliza kitu gani kwa ajili ya kesho. Tujiandae. Maisha ya hapa ni dhalili, maisha hapa ni mafupi. Unaweza ukafanya jambo, Mungu kama hajataka, wallahi masha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Analolitaka Mungu liwe linakuwa, asilolitaka lisiwe. Wallahi, katika hadithi al-Qudusi Mwenyezi Mungu anasema, enyi waja wangu, lau wa mwanzo wenu na wa mwisho wenu wakakaa majini pamoja na binadamu, wakakusanyika katika uwanja moja, lengo lao ni kutaka kufanya madhara kwa yoyote ama kwa yoyote katika waja wangu, halafu mimi sijataka hayo madhara yamfike, basi hawatoweza kumdhuru huyo, kwa sababu mimi mwenyewe sijafanya nini? Sijataka. Na kwa nini kwanza umtengenezee mwenzako matatizo? Kwa nini umtengenezee mwenzako ni shida? Kwa nini umtengenezee mwenzako mambo ambayo wewe mwenyewe hutaki kufanyiwa? Waswahili wanasema usilotaka kufanyiwa basi usimfanyie mwenzako, usilopenda kutendewa usimtendee mwenzako. Ni mangapi sisi tunakaa kwa ajili ya kuwatendea wenzetu tu, tunajua kabisa ni dhulma. Mwenyezi Mungu atunusuru na haya. Mungu ametuumba na anatujua nafsi zetu. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atunusuru na haya matatizo, na bado hatujachelewa. Turudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumuombe msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Innahu huwal ghafurur rahim. Mwenyezi Mungu, moja katika sifa zake kubwa ni msamehevu, lakini ni mwenye huruma kwa waja wake, na ndio maana Mungu sisi anatuchelewesha adhabu. Wenzetu waliotangulia, angalieni watu wa Musa katika Al-Baqara. Mwenyezi Mungu anasema, walaqad alimtumul ladhina tadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiina. Tuwasome hao mabwana zama za Musa alayhi salatu wasalam, waliofanya ujanja wakajiona wao wana akili kumpita Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu amewaambia Jumamosi ni siku yenu ya kufanya ibada tu, hakuna kufanya kazi ya aina yoyote. Wale wavuvi wakajaribu kumzunguka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakasema sasa Jumamosi siku tumekatazwa tusifanye kazi, lakini Jumamosi katika bahari ndio samaki wanakuwa wengi, wanaelea mpaka juu. Jamani, likizama jua tukategeshe mitego yetu. Ijumaa ile jua likizama tukategeshe mitego yetu, halafu Jumamosi tuache samaki wanase, Jumapili tukaopoe samaki wetu. Yani wanatumia ujanja kumdanganya eti Mwenyezi Mungu. Ndugu yangu Muislamu, Mungu kakuumba, anakujua mwanzo mpaka mwisho, yeye ndo kakuumba, halafu unajaribu. Anasema
baada ya kufanya walioyafanya, faqulna lahum kunu qiradatan khasina, tuliwaambia kuweni nyani. Wakawa manyani wale mabwana, watu wanaotazama wamekuwa nyani, wakaishi muda wa siku 3 wakafili mbali. Mwenyezi Mungu akaondosha katika ulimwengu wa dunia. Sasa sisi Mungu ametupa nafasi, tumecheleweshewa adhabu sisi mpaka siku ya Kiyama. Sasa usijidimbikizie makosa mengine ambayo hauhitaji kuyadimbikiza. Kuna kosa jingine sio lazima halikulazimu ulifanye. Kuna kosa la bahati mbaya, lakini ndugu yangu Muislamu, unajua kabisa hili mimi napanga hivi na hivi, unajua kabisa ni kosa. Hivi hata ukisimama kwa Mungu utasema ya Rabbi, hapa mimi nilighafilika. Utasema ya Rabbi, hapa mimi nilisahau hapa kweli. ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. فالله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتد المهتدون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم الله عنه وزجر. واعلموا أن الله أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات برحمتك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا عزيز يا غفار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكبر وأقيموا الصلاة.